Na mhujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, na kusalimu mahali popote pale ulipo. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal au niite Professor International. Na nikomba kwa upande wa kamera niko naye dada Julie Georgette, na kwa ufundi mitambo niko naye Mundro Siwilonja, na kwa upande wa udokozi niko naye Mongo Barwani Floribert. Nikaribishe, karibu kuungana nami. Nikombe tuji abone alafu uweze kulike pia na kukomante na kupartage kwa wengine ili nao waweze kupata taarifa hii kama ulivyoipata. Na katika niliyokuandalia leo ni kwamba sasa waasi wa M23 wamepata cha mtima kule baada ya mapambano yaliyoweza kufanyika hapo jana kati ya waasi wa M23 zidi ya wazalendo kutoka huko Walungu, mapambano yaliyosababisha vifo vya askari takriban 2000 vya waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda. Mapambano hayo yakiwa yalianza tangu hapo juzi jioni mpaka jana asubuhi na mchana wote wa jana, na ilipofika hapo jioni ndipo taarifa ziliweza kuzagaa maeneo kadhaa zikiripoti vifo vya watu kadhaa, ikiwa ni waasi wa M23 waliofariki huko kwenye vita maeneo ya Walungu. Hali hii imeweza kusababisha waasi wa M23 kuweza kukaa kwenye kilio chingi mpaka muda huu kwa kuweza kuwapoteza au askari wao takribani 2000. Tukukumbusha kuwa makabiliano hayo yalikuwa ni kati ya wanajeshi wazalendo, ikiwa ni vikundi viwili vya wazalendo kutoka huko Walungu. Kikundi cha kwanza kikiwa ni kikundi chake Albert Foka Mike, na kikundi cha pili kikiwa ni kikundi chake Maheshe, wote wakiwa ni wa kabila la Kimushi ambao wanafanya kazi ya kizalendo ili kuhakikisha wanatetea nchi yao isiweze kuchukuliwa na Mnyarwanda. Na ni kweli hapo jana walionyesha kazi yao kwa kuwachapa waasi wa M23 hadi kusababisha vifo takribani vya waaskari 200, huku baadhi ya waasi wa M23 wakiachilia maeneo kadhaa waliokuwa wakishikilia na kurudi nyuma wenyewe baada ya kichapo walichokipokea hapo jana. Tangu asubuhi kumeripotiwa takribani ya askari 100 walioweza kuachilia maeneo waliokuwa wakishikilia kwenye tarafa la Walungu, na mpaka sasa kilio ni chingi kwa baadhi ya jamii za Wanyarwanda ambao waliosukuma watoto wao kuja kugombania huku nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakiomboleza na wengineo kuingia kwenye maombolezo ya wenzao, na huku serikali ya Rwanda ikiripoti kushirikiana na familia hizo ambazo zimeweza kufanya misiba ya ndugu zao waliofariki huko kwenye makabiliano dhidi ya wazalendo. Wakati hayo yote yakiendelea huko Walungu, Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, huko maeneo ya Masisi, tayari wazalendo wameweza kugomboa baadhi ya vijiji takribani 5 kwenye tarafa la Masisi, huku ikiripotiwa ni baadhi ya vijiji vilivyokuwa vikishikiliwa na waasi wa M23 ambavyo vita vilianza tangu juzi, na mpaka sasa kufikia leo hii asubuhi kumeweza kuripotiwa takribani vijiji 5 ambavyo tayari wazalendo wamevikomboa, huku wakisemekana kuwa kiwa ni takribani kilomita 7 kinachosalia ili waweze kuwasili kwenye mji wa Masisi, mji mkuu ambao ni wa Masisi. Sasa ni shaka kwa Nangaa, Cornel Nangaa ambaye ni mratibu wa AFC M23, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikitangaza dola milioni 4 kwa yeyote yule atakayeweza kubahatika kumkamata Cornel Nangaa, aiza Bertrand Bisimwa, aiza Sultani Makenga. Wataweza kupokea zawadi hiyo pia na baadhi ya zawadi ambayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kumwandalia yeyote atakayebahatika kuweza kumkamata Cornel Nangaa au Bertrand Bisimwa au Sultani Makenga, wakiwa ndio viongozi vikuu ambao wanajulikana kwa sasa wa M23 pia na AFC M23. Na ndugu msikilizaji wa Radio Television Ngyoku International, kufikia hapa sina la ziada, niseme asante na shukrani, nikutakie tu kila la heri, na nikuombe hapo ulipo usisahau kujiabone alafu uweze kusubscribe na kupartage kwa wengine ili wapate kama ulivyopata. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, ikiwa ni Radio Television Ngyoku International.